Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku njema, siku ya furaha ambapo tumeweza kukirimiwa kufikia siku ya leo kwa ajili ya kipindi cha ufafanuzi wa maandiko ambacho kwa msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ni kwamba kipindi hiki unakipata kila siku ya Jumatano katika Mwanga wa Maandiko TV. Na ninakuruhusu ukaweze kusubscribe na pia ukaweze kushare unapokuwa umefurahikia na umebarikiwa na maandiko haya. Kabla tuanze, tutaenda kufungua kwa ombi kutoka kwa mwalimu aliye karibu nami. Mwalimu, karibu kwa ombi. Tuamini na tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa yale yote ambayo unatutendea. Tunapoenda kuanza, tunaomba Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu kuanzia sasa hadi tamati. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Basi ili mtazamaji ajue ni akina nani wanaongoza kipindi siku ya leo, ninaomba nipeane nafasi hii kwa ndugu yetu aliye mkono wangu wa kuume kule mwisho kabisa aweze kutupatia majina yake. Na wasalimu wa mjambo. Hatujambo. Kwa majina anaitwa Dennis Shem na wakaribisha nyote. Asante. Anayemfuata wacha tuambie majina yake. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa David Mamboreo, ndio wakaribisha katika kipindi hiki. Asante. Mkono wangu wa kushoto tuko naye mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakaribisha kwenye kipindi hiki cha lesoni ya 7. Karibuni sana. Asante. Nami ninayenena nanyi kwa majina ni Eva Wambua na wakaribisha katika kipindi. Karibuni. Tuko lesoni ya 7 na lesoni yetu ya 7 inazungumzia misingi kwa unabii. Misingi kwa unabii. Kota hii tunaangalia unabii. Yes. Lesoni hii haizungumzii mambo mengine lakini nazungumzia juu ya unabii. Na katika lesoni hii ya leo tunaona ya kwamba katika lile fungu la sura ya 6 fungu la 8 la Isaia kuna jambo hapa ambalo mwandishi anaanza nalo akituambia alisikia sauti ikinena. Na sauti hii ilikuwa inauliza ni nani tutakayemtuma, naye ni nani atakayeenda kwa niaba yetu. Sauti ilikuwa inauliza kutoka mbinguni. Na sauti hii ilikuwa inatafuta katika ulimwengu ni nani angekubali kupeleka injili. Hilo ndilo fungu kuu ambalo tunaenda nalo katika lesoni ya misingi kwa unabii. Na katika utangulizi, hata nimruhusu mchungaji aweze kutupatia utangulizi. Ninawakaribisha nyote ambao mnafuatilia mafundisho ambayo tunafundisha ya lesoni zetu. Na katika siku ya leo vile ambavyo mtangulizi wangu amesema ni kwamba tunaangalia misingi ya unabii. Biblia hufundisha mambo katika mifano. Na hivyo mifano hiyo katika lesoni hii yetu tunaendelea kufundisha inatuonesha mifano. Huko mifano mingi sana. Lakini katika sehemu hii ya utangulizi tunaona somo ambalo la kitabu cha Isaya 6 fungu la 8 ambapo mtangulizi wangu Madam Eva amesema inasumusia kwamba nilisikia sauti inasema ni mtume nani? Ni nani ataenda? Alafu ndio baadaye akasema nipo hapa nijitume. Amekubali. Amekubali. Lakini kukubali kwake anapokubali haikuwa rahisi hivyo. Ilikuwa ni jambo ilikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Na siku hizi unaona kila mtu anapotumwa ako tayari anasema hata wengine upigania uongozi. Nataka awe mzee wa kanisa, nataka awe kwenye kicheo. Lakini ukiangalia manabii wa zamani kama Yeremia, alikiona ni mdogo. Tunamuona Isaya naye alikuwa ameshindwa, lakini baada ya tukio fulani ambalo tutaliona ndipo baadaye akasema nipo hapa nitume sasa. Baada ya tukio fulani ambalo litokea. So katika msingi ambao tunaangalia tunajifunza kwamba Mungu hako na right ama hako na haki ya kutawala. Mungu ana haki ya kutawala kwa sababu yeye ndiye muumbaji. Hii dunia vile tunavyoiona tunategemea na vile Mungu anavyotuongoza. Ndiposa hii dunia yetu inakaa kama gari mpya
ambayo hujawahi iona. Unapoiona kwa mara ya kwanza, ili uanze kuiendesha, unapewa manual. So na hii dunia ilitoka kwenye mikono ya Mungu. Mungu akatupatia manual. Manual Mungu ametupatia ni Biblia. Anayeshikilia andiko na kufuata na kutii muongozo ambao Mungu ameutoa, ataishi maisha ambayo yana nafuu, maisha ambayo yako mema, maisha ambayo yana mwelekeo, maisha ambayo Biblia inasema ni maisha ya baraka. Kwa hivyo Biblia imetoka kwenye mikono ya Mungu. Na hivyo Mungu anasema katika kitabu cha Warumi 3:23, anasema kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Sote tumepungukiwa. Hata huyu nabii Isaya tunayemsoma amepungukiwa na nini? Anahitaji mguso mkono wa Mungu ndiposa akaweze kuwa salama. Katika lesoni yetu pia tutajifundisha zaidi kuhusu enzi katika chumba cha enzi ya Mungu. The throne ni enzi ya Mungu. Tutaona viumbe vinne vyenye muonekano tofauti, ambao tutaona mwingine anafanana na simba, mwingine anafanana na ng'ombe, mwingine anafanana na tai kabisa. Tutaangalia hivyo, lakini kwa muhtasari, hiyo ndiyo sehemu ambayo ya introduction ambayo inazungumzia misingi ya unabii. Nataka tu nichanganye na sehemu hii ambayo maana tayari tumeigusa kwamba niko hapa nifanye namna gani. Nani anasema neno? Ni Isaya anasema niko hapa. Sasa Isaya anaposema kwamba mimi niko hapa nitume, ilikuwaje mpaka kufikia hapo? Nataka niwapatie somo kidogo ndiposa tupate vizuri picha. Katika Isaya sura ya 5, yaani sura ya 6 aya 5. Nitasoma tu kwa Kiswahili. Inasema hivi, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Mimi ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. So kwanza huyu alipoonyeshwa ile picha ambayo tunaposoma katika ukianza kusoma katika sura ya kwanza, utaangalia uone ni nini kile ambacho anaonyeshwa pale. Anaona malaika maserafi, unaona makerubi, unaona wale malaika na wale viumbe, alafu wengine wanasema, maserafi wanasema kwamba holy holy is the Lord, anasema kwamba mtukufu mtakatifu, yes, is the Lord of hosts, kwamba ni Mungu wa mataifa. Kwa hivyo Mungu alimuonyesha vision, alimuonyesha njozi. Baada ya kuona ile njozi, ndiposa anatambua kwa yeye ni nani? Ni mwenye dhambi. Ni mwenye dhambi. Haya 6 inasema, kisha mmoja wa maserafi wale akaruka, akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo halikuwa amelitua kwa makoleo toka juu ya madhabahu. So moto anatoa kaa la moto kutoka katika madhabahu ya mbinguni. Unajua huyu Isaya hapo mbinguni, yuko duniani, ameonyeshwa njozi ya mbinguni, maana ameingia kwenye enzi ya nani? Enzi ya Mungu. Na katika enzi ya Mungu anaonyeshwa vitu sasa. Ndiposa yule serafi alipokuja na lile kaa la moto akaweka kwenye midomo yake, si ndio hiyo? Akamguza. Aya 7 inasema akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefanywaje? Imefunikwa. Sasa ndiposa baadaye anamuuliza, kisa nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume. Akakubali wito.
Jamani, haleluya. Naona kama Biblia ni tamu sana. Yaani ukiangalia huyu jamaa ni mwenye dhambi. Amepungukiwa na utukufu wa nani? Mungu. Alipooneshwa enzi ya mbinguni na maserafi yale aliyoyaona na vile viumbe vinaomtukuza Mungu na kumuinamia, akajiona ni mwenye dhambi ya sifa. Kama vile sisi sote tulio wenye dhambi. Unajua ni kwa neema ya Mungu. Huyu Yesu tunayemtaja ni kwa neema. Neema ni Yesu Kristo inatufanya vile tulivyo. Lakini katika hali zetu za binadamu sisi wenye dhambi hatustahili hata kuongea neno la Mungu, hata kulitamka. Lakini kwa neema ya Mungu tunaweza. So huyu Isaya ana ujasiri wa kusema nipo hapa nitume baada ya kitendo gani? Baada ya kuosha moto. Jamani, haleluya. So ile linatufundisha kwamba sisi peke yetu ni hakuna kitu. Hatutapiga hatua yoyote ya ushindi katika maisha. Tusikutegemea na. So ndio tunamwambia msikilizaji wangu anayetazama sasa hivi ya kwamba jamani, usimudharau Mungu. Mfuate Mungu. Achana na mambo mengine ya dunia kama ulevi na mambo mengine ya anasa. Shikana, nenda kanisani, soma Biblia yako. Mungu akigusa taa lake likigusa midomo yako, hata unapoongea na mkubwa wako wa kazi, hata ukitaka kazi, maneno yako yatatoka matamu na hata utakubalika. Si kwa uwezo wako, uwezo wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, asante kwa ajili ya ufafanuzi huo. Ni siku ambayo tunaambiwa makerubi wawili. Hawa makerubi wawili ni vitu gani mwalimu? Na makerubi ni nini na kazi yao ni nini? Mwalimu Mamboleo, tupatie jawabu. Sana mwalimu Eva kwa nafasi. Ningependa tuangalie makerubi. Lakini mchungaji alipotangulia tumeona amechukua kaa wakati anaonyeshwa kule mbinguni. Anamtakaza nani? Anamtakaza Isaya. Tunataka kuangalia hawa makerubi ni nani. Wacha turudi katika historia ya uumbaji na anguko. Ndio. Tunaona ya kwamba mara tu sasa wakati mwanadamu ameanguka. Ukisoma katika kitabu pale Edeni, sasa tuko Edeni. Tunakiangalia kitabu cha Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 21. Mungu anasema kwamba huyu mwanadamu amekuwa kama sisi. Na amekuwa kama sisi. Kwa sababu gani? Anaweza kutambua mema na mabaya. Sasa akasema huyu sasa tukimwacha hapa anaweza chukua ile tunda akaishi akiwa katika hali ya dhambi. Sasa katika mstari wa 24 tunapata wacha nisome hiyo. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto ndio ugeuka huku na huku kuilinda njia ya mti wa uzima. Sasa tunaona mwanadamu anafukuzwa katika shamba la Edeni. Na anapofukuzwa katika shamba la Edeni, Mungu anaweka makerubi pale. Na anawaweka, kazi yao kubwa hasa ni kuilinda. Walikuwa wazuia hao wanadamu wasifanye nini? Wasiweze kufikia ile mti wakala na wakaishi milele katika ile hali ya dhambi. Na tunapojifundisha tunaona ya kwamba ili shamba la Edeni lilibaki katika ulimwenguni huu, hata kama wao walifukuzwa, lakini lilibaki hapa muda mrefu sana, lakini likiwa limelindwa. Hao wazazi wetu ambaye ni Adamu pamoja na watoto wake walikuwa wakienda pale nje wakifanya agano tena upya na Mungu. Na kuna jambo tunaambiwa hapa ya kwamba mwishowe tunapata lilikuja likachukuliwa kule mbinguni. Lakini na tunajua ya kwamba na litarudishwa. Kuna nukuu hapa katika kitabu cha Ellen G. White ya Patriarchs and Prophets inasema kwamba lakini katika urejeshwaji wa mwisho wakati kutakapokuwa na mbingu mpya na nchi mpya itarudishwa ikiwa imepambwa kwa utukufu zaidi kuliko hapo mwanzo. Kwa hivyo tuna hakika ya kwamba hiyo Eden ambayo tulipoteza hatimaye tutafanya nini? Itarudishwa. Na tukiangalia katika kitabu cha Nyakati
Mambo ya Nyakati 13:6. Tunaona ya kwamba hawa viumbe wa mbinguni ambao tunaita makerubi wanapotajwa inahusisha uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa hapo tunaona ya kwamba wakati Mungu amekuza Adamu na Hawa kutoka katika shamba, lakini uwepo wake bado ulikuwa kulinda. Hata tukiangalia katika wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri jangwani, Mungu anamwagizia Musa anapotengeneza lile sanduku la agano ambalo lilikuwa linaashiria uwepo wake, kulikuwa na nini juu yake? Makerubi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba makerubi wanaashiria uwepo wa Mungu. Kwa hivyo hata kama sisi tulianguka, lakini Mungu bado ako na sisi. Alafu kuna kitu kidogo hapa anataja kwamba hii serafi ina maana the burning, anayewaka moto. Hii kuwaka moto ni nini sasa? Maana unaposoma katika kitabu cha Yohana 5:35, yes, Yohana Mbatizaji katika Agano Jipya ameelezewa kama he was the burning and shining lamp. Yani alikuwa anawaka na yeye pia alikuwa anametameta kama taa, and you were willing for a time to rejoice in his light. Na kwamba tulikuwa tuko tayari kuweza kuunganika pamoja naye ili kutoa ule mwanga. So ninapoangalia haya makerubi tunayowazungumzia, ninaona ni uwepo wa Mungu, bila ambapo mwalimu anasema ni kwamba Mwalimu Daudi, ya kwamba ni ule uwepo wa Mungu unaoendelea kung'aa. Tunapoendelea kulitangaza neno la Mungu hata katika kwenye mitandao, tunaendelea kulifanya neno la Mungu ling'ae, liendelee kuwaka. Watu wakiliona waone utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo makerubi ina maana ni the burning one, anayewaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Kule mbinguni kuna maajabu na kuna makuu, na Mungu akipenda kukuonyesha katika njozi, basi utayaona makuu. Tuko katika sehemu ambayo inasema hapa ni tumeona makerubi wanaowaka moto, tumeona kama kaa la moto uwakao. Ili kaa hili la moto uwakao ni kaa lipi, Mwalimu Dennis? Asante. Sasa katika utangulizi mchungaji alishasema kaa hilo, na tunamwona Isaia anapopata wito huu. Ukirudi nyuma katika Isaia hiyo 6 aya yake ya 5, tunaona akielezea alipoguzwa na kaa la moto alipata kufahamu yeye ni nani. Alipofahamu yeye ni nani, ndipo anakubali wito katika aya ya 8. Anakubali wito. Kwa sababu ameshatambua yeye ni nani. Na kaa la moto linaguza nini? Kinywa chake. Hivyo ina maana kaa hili la moto ni kaa lenye kutakasa na lenye kutakasa. Na tunaona katika kitabu cha Ezekieli 10 aya yake ya 8, ambapo tunaona huonekana katika makerubi mfano wa mkondo wa mwanadamu chini ya mabawa yao. Tunaona makerubi aidha kama viumbe hai ambao wamesimama na chini yake tunaona, na katika uonekano ama muonekano katika Agano la Kale mara nyingi wanaonyeshwa wakiwa wamesimama karibu na kiti cha enzi. Makerubi mara nyingi wamesimama katika nini? Kiti cha enzi. Na pia tuliona katika siku iliyopita, ndugu yangu alituonyesha kwamba wakati mwanadamu alipoanguka akaingia katika dhambi, tunaona Edeni inalindwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Na makerubi amesimama upande mwingine na upanga katika upande wa kuingilia. Na tumeona hapa makerubi pia wamesimama katika nini? Katika kiti cha enzi. Na moto wakao. Moto huu, jambo la kwanza tumepata
Uko katika madhabahu. uko katika madhabahu. Yes. Na huko So katika unawaka kila siku. kila siku hauzimiki na uwezi zimika Hawezi zimika. Kwa sababu gani? kwa sababu uko katika nini? Kiti cha Maanisha hata neno la Mungu hapa duniani halisimiki. Hata shetani akitaka kulizima haliwezekani. Ndio maana unaona Yohana anapositasita anaguswa na kaa hili la moto, anatambua kweli inafaa nifanye hivi. Na hivyo nasi pia iwapo tuna sita kaa hili la moto likituguza, basi tutajua na tutatambua uwepo wa Mungu. Amen. Na mwandishi wa lesoni anaendelea akisema kwamba viumbe hao wa ajabu wenye nyuso nne hawakutajwa hasa katika maelezo ya awali katika Ezekieli. Lakini sasa wanatajwa baada katika mandhari nyingine ya katika mtazamo wa Ezekieli 10 aya yake ya kwanza hadi 21. Tunaona makerubi wakitajwa na kazi waliokuwa wakifanya na jinsi walivyofanya kazi yao wakiwa katika nini? Kiti cha enzi. Yani tuseme Ezekiel 1 sura yake ya 4 nasema kwa mfano wa viumbe hai vile kuonekana kwao kulikuwa hivi, walikuwa na sura ya mwanadamu. Viumbe wanne tunawataja. Alafu anazungumza katika aya 6 kwamba na kila mmoja alikuwa na nyuso 4. Kila mmoja wa wale makerubi viumbe hai walikuwa na sura na nyuso 4. Na kila mmoja alikuwa na mabawa 8. Alafu anasoma katika aya 7 anasema miguu na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyoka na nyayo za miguu yao zilikuwa kama nyayo za miguu ya ndama zikimetameta kama rangi ya shaba iliyoshughuliwa sana. Fungu la 8 inasema nao walikuwa na mikono ya mwanadamu chini ya mabawa yao pande zote 4, na wote 4 walikuwa na nyuso zao na mabawa yao hivi. Aya ya 9 inasema mabawa yao yaliungana hili na hili, hao hawakugeuka walipokwenda, walikwenda kila mmoja kuelekea mbele. Inaenda namna hiyo. Kuna mahali ambapo mwalimu inataja kwamba walienda kulingana na vile walivyoongozwa na Roho. Na vile tulisoma hivi. Kumaanisha kama Roho hajasema hawaendi. Lakini Roho akisema nenda south, nenda north, wanaenda. Ndio maana tunaona Isaya anapokubali wito huu. Isaya 60 tena inasema inuka ukajiangaze kwa kuwa nuru ya Bwana hii pamoja nawe. Sasa nuru ya Bwana ishamwingilia nani? Sasa ndipo anaposema sasa mimi hapa. Kwa hivyo na mtazamaji wangu, iwapo una sita unasema kwamba hauna maneno ya kusema, simama wakati ndio huu. Nuru ya Bwana imekuangazia. Amen. Kwa hivyo ni himizo langu kwamba nuru hii ya Bwana iliyotuangazia tusiache ipite bure. Amina. Asante sana. Labda hapo hiyo simba anamaanisha nini? Maana hao wana nyuso, vile nazungumza katika aya ya 10 inasema kwamba kwa habari za mfano wa nyuso zao walikuwa na uso wa mwanadamu. Tunaona ya kwamba kazi ya makerubi ilikuwa ni kutangaza utukufu wa Mungu. Na hata ilivyo hata kazi ya mwanadamu leo katika jamii ya mwanadamu ilikuwa ni tutangaze ukuu wa utukufu wa Mungu. Sasa tunaona huyu kerubi ambaye anaitwa Lucifer alikuwa karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Yaani alikuwa karibu na Mungu. Sasa kuna jambo linatokea, anaona ya kwamba hajapewa ile heshima ambayo anastahili. Kwa sababu yeye amepewa position kubwa kuliko wengine, akahisi ya kwamba yeye anafaa apewe heshima fulani kuliko ile yenye amepewa. Ama angalie kile kiti cha hapo kabisa. Sasa ndio hiyo kiburi inamuingia. Sasa tunapata ukisoma katika kitabu cha Ezekieli 28 anasema ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko
kifuniko cha Kifuniko cha- ndio, akiki ya kuti manjano na almasi na sabarachadi. Inaelezea hayo maneno magumu hayo. Sasa tunaona ya kwamba shetani, Yes. yaani huyo Lucifer, Huyo Lucifer kwa huyo. sababu sasa kiburi imeingia kwake, anaanguka. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 14:12 tunapata anakatwa kabisa, anatolewa katika mlima wa Mungu, anatolewa, anatupwa huko chini. Sasa hatima yake tunaijua ni gani, lakini sasa tunaweza kuifananisha na kitabu cha Ufunuo 14. Okay. Ufunuo 14, nataka nisome mstari wa kwanza, inasema kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, Yes. na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake imeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Yes. Sasa tunaona ya kwamba shetani yeye amekatwa katika ile mlima Sayuni, hayuko tena, hayuko. Lakini hata mwanadamu pia yeye alifanya baada ya anguko, pia yeye alikatiliwa mbali. Lakini hapa kulingana na mujibu wa hili fungu tunaona kuna matumaini kwamba hatimaye mwanadamu yeye atafanya nini? Ataregeshwa katika ile mlima Sayuni kupitia kwa damu kupitia kwa mwana kondoo, kwa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana lakini hapa anasema ni kwa wale tu watakuwa na jina la Yesu limeandikwa katika kipaji cha uso. Mwalimu, sijui utaniruhusu kidogo niseme ya kwamba hatutaona jina physically Yesu limeandikwa hapa. Tunajua ya kwamba ni tabia, tabia ya Mungu, na sisi ikiwa tuko na tabia ya Yesu Kristo ambaye ni upendo, hilo ndio tunasema jina la Mungu limeandikwa katika vipaji vya Yesu. Kuna kitu hapo kwamba huyu ibilisi Lucifer anaambiwa hivi katika aya 15, anaambiwa kwamba ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako ulikuwa mkamilifu. Ni nini hii iliyomfanya dhambi ikaonekana? Ni umesema wajikuru na kiburi, ndilo kinafanya aliona kwamba hii iko special. Mpaka atake kukalia kiti cha nani? Kiti cha Mungu. Biblia pia inamuelezea kwamba huyu Lucifer alikuwa mwanabiashara mkubwa. Yaani tuseme katika mambo ya fedha, mambo ya kuwa na mambo ya mali, haikuwa kitu kidogo kwake. Na kwa sababu ya kile cheo na yale mali na pia Biblia inazungumzia kuhusu alikuwa ameumbika vizuri. Alikuwa mtu mwimbaji vizuri. Ana sifa zote. Ikampa kiburi. Asifiwe Mwokozi. Amen. Ninaomba tukaweze kufungua kwa ombi. Mwalimu uliye karibu nami, tafadhali tufungie kwa ombi.